Hivi Yanga wameingia kambini tangu tarehe 1 wanajiandaa na mechi ya Prison. Mbili hizo. Wanajiandaa na mechi ya nani? Si umeelewa? Ina maana hao wanajiandaa na dabi. Sema propaganda zao. Umeelewa? Wanazozieneza kwamba wao hawachezi ili si tuboteke. Lakini Simba ina viongozi imara, ina mashabiki imara na ina kikosi na benchi la ufundi imara. Umeelewa? Si tuko vizuri wala tusikilize propaganda zao. Si tunachofuata ratiba imepangwa tarehe 15 mechi ipo. Awepo, asiwepo, sisi tunachohitaji ni pointi 3 kutoka kwenye mikono yake. Yaani ubingwa lazima tumvue. Sio tuchukue ubingwa kupitia mtu mwingine. Sisi ndio tunataka tumvue ubingwa Yanga. Unajua kampeni za Yanga huwa zinaanzia mbali sana kuelekea kwenye dabi. Yaani kampeni zao zinaanzia mbali. Wanajua kiuwezo. Yaani uwezo wa football Yanga uwezo wa kucheza na Simba sasa hivi yani. Kwa anataka ashinde mechi kwa kutumia ujanja. Na ujanja wao umeanzia kwa timu ya taifa. Yaani wameongea na mwalimu wa timu ya taifa asiwaite wale wachezaji. Wanasingizia ni majeruhi. Wameongopea mwalimu wa timu ya taifa. Wale wachezaji ni majeruhi na mwalimu kwa sababu timu ya taifa ina nini? Angewaambia waleteni kwanza waje wapimwe. Kuna madaktari wa timu ya taifa. Wanapimwaje na daktari wa Yanga. Alafu unathibitisha kwamba wachezaji ni majeruhi. Sasa kama majeruhi mbona wanafanya mazoezi? Na wanajiandaa na dabi. Si umeelewa? Kwa hiyo ina maana wamemuongopea mwalimu wa timu ya taifa. Kama naye kakubali kuongopewa au kama na yeye ni miongoni mwa mashabiki wa Yanga yuko katika hii program ya kufanya nini? Ya saidia Yanga ifunge Simba, sijaelewa. Lakini Mzinze mimi nachoamini ni mzima, Mudasiri haya ni mzima. Wanaweka kwenye mtego Simba na Simba haingii kwenye mtego. Simba hategwi. Si umeelewa? Simba ni mnyama, Simba hategwi. Simba yeye anachokifanya ni maandalizi ya mechi 3 zilizobaki. Si umeelewa? Maandalizi ya mechi 3. Sisi kila mechi maandalizi ni sawa. Ticha, mambo ni aje? Mambo yako fresh kabisa. Mambo yanakwenda vizuri. Mambo yanakwenda vizuri. Kila kitu kinaenda sawa. Bana, upande wa pili huku kwa maana ya mtani wazee wao wanasema kijiji hakikosi wazee. Wazee wametoa tamko leo bana wakisema kwamba wao msimamo wao hawachezi na wanaomba wanachama ya kwamba walokuwa mikoani wasije Dar es Salaam kujihangaisha, mechi haipo. Lakini wakaenda mbali zaidi wakasema kwamba milango ipo wazi kwa viongozi watakaoamua kupeleka timu uwanjani. Hii imekaaje kwa namna ambavyo umeitazama, umeisikia na kuitafsiri binafsi? Unajua sisi wana Simba tena na wana Simba viongozi, benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Sisi tusisikilize maneno yao. Si umeelewa? Sisi tusisikilize maneno yao. Sisi tunachotakiwa kuangalia ni maandalizi ya timu yetu kuelekea kwenye dabi. Si umeelewa? Yanga ni wajanja sana. Umeelewa? Kwa hiyo propaganda zao sisi tumeshazizoea. Sisi kama watu wa Simba tunatakiwa tufocus kuelekea kwenye maandalizi yaliyokuwa bora kuelekea kwenye dabi. Sio kuwasikiliza Yanga wanaongea nini. Ukiwasikiliza Yanga wanaongea nini, wanaweza kukwambia hawaji. Wao wanajiandaa. Alafu mwisho wa siku sisi tunaweza maandalizi yetu akawa yako chini wakaja wakatuwafanya nini? Wakatuwazibu. Na ukitaka kuhakikisha hilo kwamba wanajiandaa na dabi, angalia wao wameingia kambini tangu lini? Tarehe 1. Hivi Yanga wameingia kambini tangu tarehe 1 wanajiandaa na mechi ya Prison. Mbili hizo. Wanajiandaa na mechi ya nani? Si umeelewa? Ina maana hao wanajiandaa na dabi. Sema propaganda zao. Umeelewa? Wanazozieneza kwamba wao hawachezi ili si tuboteke. Lakini Simba ina viongozi imara, ina mashabiki imara na ina kikosi na benchi la ufundi imara. Umeelewa? Si tuko vizuri wala tusikilize propaganda zao. Si tunachofuata ratiba imepangwa tarehe 15 mechi ipo. Awepo, asiwepo, sisi tunachohitaji ni pointi 3 kutoka kwenye mikono yake. Yaani ubingwa lazima tumvue. Sio tuchukue ubingwa kupitia mtu mwingine. Sisi ndio tunataka tumvue ubingwa Yanga. Yaani yule anavuliwa. Lakini swali la kusema eti kwamba eti hawaji. Sasa mimi nakupa kuna silent feature ya kuonyesha kwamba dabi ipo. Kwanza wameingia kambini tarehe 1 kabla ya Simba. Simba wachezaji walibidi wapewe nini? Wapewe likizo ya kupumzika kwa ajili wametoka kucheza mechi za back to back. Na ndio maana hata mechi ya mwisho imepotea kwa sababu wachezaji wamechoka. Kwa wamepewa wiki nzima wametulia, tumeanza mazoezi jana. Wao tangu tarehe 1 wameanza mazoezi. Umeelewa?
Pili, hata wachezaji wao wameitwa timu ya taifa, wameongopa kwamba wachezaji wana majeruhi. Sawa, Mzinze na nani? Na Mudasiri haya. Sumeambua majeruhi. Mazoezi hawachezi. Wapo kwenye mazoezi. Mbona kule wanafanya mazoezi na wanakimbizana kule? Kwa tafsiri yake hawa wanajiandaa na dabi kimya kimya. Sasa huu ni mpira wa kizamani, ni mpira ambao hauna mantiki na hauna mashiko. Lakini Simba tunachojua dabi ipo na watakuja wataadhibiwa tu. Kwa hiki ambacho wanachokifanya ni kama wanaweka kwenye mtego Simba. Wanaweka kwenye mtego Simba na Simba haingii kwenye mtego. Simba hategwi. Umeelewa? Simba ni mnyama, Simba hategwi. Simba yeye anachokifanya ni maandalizi ya mechi 3 zilizobaki. Umeelewa? Maandalizi ya mechi 3. Sisi kila mechi maandalizi ni sawa. Sisi tuko kizungu sasa. Sisi ni timu namba 5 barani Afrika. Na wao mwenyewe rank umeiona. Umeona rank ilivyotoka hiyo. Sisi ni timu ya 5 barani Afrika. Na ndio timu katika 10 bora ya CAF. Simba ndio timu yenye kikosi kidogo, yenye kikosi chenye thamani ndogo kuliko timu yoyote, lakini bado iko namba 5. Kuna watu wako chini huko chini yetu wana thamani kubwa kuliko nini? Kuliko Simba. Kwa hiyo tuna timu bora, tuna benchi la ufundi bora, tuna utawala bora unaojielewa. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na Yanga. Yanga wataumia tu. Yanga wataumia. Yanga lazima waumie. Hawana cha kusema, sio hawaji kwenye mecha. Hizi ni propaganda zao, wanalishana kwenye matawi yao kwamba tujifanye atuji, lakini watafanya nini? Watakuja. Kwa hiyo sio na wasiwasi na Simba. Simba ni timu ambayo ina viongozi wanaojielewa, ina mashabiki ambao tunajielewa sana, na ina wachezaji ambao uelevu na benchi la ufundi lina uelewa mkubwa. Ticha, tuje hapo umezungumzia swala la wachezaji la baadhi ya wachezaji ambao wanafanya vizuri wakati mwingine na amekuwa sehemu ya timu ya taifa. Kwa upande wa pili kwa maana ya Mzize na Muda, kwa mujibu wa kocha wa timu ya taifa ni kwamba wachezaji hao walikuwa ni majeruhi hivyo, kwa hiyo hawakuweza kuitwa katika kikosi cha timu ya taifa, lakini kwenye mazoezi ya upande wa pili kwa maana ya klabu yao wameingia kambini pamoja na timu na wafanya mazoezi na kikosi wakiwa kamili gado. Hili kwa upande wako unalitafsiri kwa namna gani kwa upande wa timu ya taifa? Unajua kampeni za Yanga huwa zinaanzia mbali sana kuelekea kwenye dabi. Yaani kampeni zao zinaanzia mbali, wanajua kiuwezo. Yaani uwezo wa kifootball, Yanga uwezo wa kucheza na Simba sasa hivi yani. Kwa anataka ashinde ile mechi kwa kutumia ujanja. Na ujanja wao umeanzia kwa timu ya taifa. Yaani wameongea na mwalimu wa timu ya taifa asiwaite wale wachezaji. Wanasingizia ni majeruhi. Wameongopea mwalimu wa timu ya taifa. Wale wachezaji ni majeruhi na mwalimu, kwa sababu timu ya taifa ina nini? Angewaambia waleteni kwanza waje wapimwe. Kuna madaktari wa timu ya taifa wanapimwaje na daktari wa Yanga, alafu unathibitisha kwamba wachezaji ni majeruhi. Sasa kama majeruhi, mbona wanafanya mazoezi na wanajiandaa na dabi? Si umeelewa? Kwa hiyo ina maana wamemuongopea mwalimu wa timu ya taifa. Kama naye kakubali kuongopewa au kama na yeye ni miongoni mwa mashabiki wa Yanga, yuko katika hii program ya kufanya nini? Ya saidia Yanga ifunge Simba, sijaelewa. Lakini Mzinze mimi nachoamini ni mzima, Mudasiri haya ni mzima. Kwa hiyo tunaipeleka wapi timu ya taifa? Ina maana mtu athamini uzalendo wa kuitetea nchi kuliko mechi ya dabi. Si umeelewa? Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa watu hawana thamani na timu ya taifa. Yaani uko tayari asiende timu ya taifa ili akafanya nini? Aende kwenye upande wa nini? Wa club. Kwa hiyo hii hata mimi Moroko pale nina mashaka naye. Lakini yeye alichosema ni kwamba amepewa taarifa na madaktari wamethibitisha hilo kwamba ni majeruhi. Mzize alikuwa na majeruhi ya muda mrefu kidogo, ila Muda hakuwa na taarifa zake kabisa majeruhi yake yataisha lini, lakini yupo ndani ya kikosi cha Yanga anaendelea kufanya mazoezi. Wote I know mechi ya mwisho Mzize amecheza na Mudasiri haya amecheza, tena wote wamefunga magoli. Tena wamecheza kwa kiwango kikubwa tu. Si umeelewa? Hawa hawakucheza na JKT Tanzania. Walicheza. Sasa wameumia lini? Na walipocheza ile mechi walikuwa mapumziko. Kambini wameingia tarehe 1 wameanza mazoezi. Waliumia wapi? Nyumbani. Kuna mazoezi wanafanya nyumbani. Na huyo daktari aliyothibitisha wachezaji hawajafika kwenye kambi ya timu ya taifa, kaenda kuwathibitishia wapi? Ndio maana nikasema aidha mwalimu ameongopewa kaingia kingi au na yeye ni miongoni mwa wahusika ambao wanahitaji maslahi ya Yanga kwanza kuliko timu ya taifa. Unaweza kusema kwamba analihujumu taifa.
Mzinze tegemezi, Mudazi ni tegemezi timu ya taifa. Simba mbona wachezaji wamekwenda? Kwani Simba hawana dabi? 7 wamekwenda. Kwani hawana dabi? Lakini ni maslahi ya taifa kwanza, afu klabu baadaye. Fadlu kuelekea dabi alisema bana, tumetoa wachezaji 7 wenzetu wachezaji 3. Anahisi kwamba labda kwa upande wake dabi inaweza ikawa kwa kosa wachezaji hao kipindi hiki cha maandalizi inaweza ikawa ngumu kwa upande wake. Mimi ninachoamini, sawa, mwalimu wetu aache uoga. Mimi ninachoamini wala wachezaji wataenda, watafanya mazoezi, watakuwa salama. Mungu kama katuandikia katuandikia. Lakini sio swala la kuliofia. Umeelewa? Wao wachezaji wao wamewazuia, wanajiandaa na dabi, inawezekana ikawa ngumu kwao. Yanga ana timu ya kuifunga Simba kwa sasa. Mimi sina shaka kabisa. Yaani mimi nafsi yangu nyeupe. Kipindi kile Yanga iko bora, silikuwa naongea mpaka nikatoa ndani. Lakini kwa hii kwanza siwadai wachezaji wa Simba, sidai benchi la ufundi, sidai uongozi. Si umeelewa? Kwa hatua tuliofikia tunatengeneza timu tunaenda finali. Tunatengeneza timu tunashika nafasi ya pili. Tena kwa kudhulumiwa. Na kwa uzembe wetu wenyewe. Lakini mpaka sasa hivi Yanga tungekuwa tunamuongoza kwa pointi hizi. Si umeelewa? Tulipoteza pointi 2 tudondosha si Arusha si wapi. Na hata ile mechi waliotufunga Yanga Simba haijafungwa mpaka sasa hivi. Au Simba naona imefungwa. Kafungwa na nani? Na Yanga. Kafungwa na Yanga. Ile mechi na Yanga sisi tumefungwa. Simba haijafungwa, Simba kafungwa na Kayoko. Hapo kitaka kujua kwamba Simba haikubaliki nchi. Levalia iliyochezesha mechi ya Simba na Singida hadi kafungiwa. Leva alioleta mahaba kwenye mechi ya dabi wa Tanzania karibu milioni 20 wameathirika. Kakataa penalti 3 na goli 1. Sikusikia taarifa yake kafungiwa, tulimwona akapotezwa tu akawachezesha. Lakini taarifa rasmi kwamba alifungiwa Kayoko mimi sijaiona. Lakini Elisasi kachezesha mechi na Singida tayari kafungiwa. Na maana TFF wanaiogopa nini? Wanaogopa Yanga. Hii imekaje? Ndio tunaangalia. Sisi tunaangalia sana kimataifa, ndiko kunachotengeneza lengi. Si nafasi ya 5 wao au kwa walumbani wafanye nini? Sisi yetu yanaenda. Lakini kiuhalisia wa kufanya fair. Walitakuwa waanze na Kayoko. Penalti 3, hakuna hata mchambuzi mmoja alokataa zile penalti. Goli kakataa. Lakini leo penalti 1 ya Singida eti refa kafungiwa. Miezi 6. Unampoteza refa mkubwa, refa mzuri. Kwa ajili hata yule si binadamu. Ni mambo ya kibinadamu. Yakifanyika huku unaambia makosa ya kibinadamu. Yakifanyika kwa Simba refa ana makosa. Kafanya makusudi. Kwa hiyo sisi tunaipeleka wapi ligi yetu, sisi tunaupeleka wapi mpira wetu.